Nafikiri mchezo kesho ni mchezo mpya kabisa yani. Ni mchezo unaokuja mchezo mwingine kwa hiyo. Kwa hiyo ukienda kwa historia namna hiyo hatuwezi kwenda. Kwa hiyo na Mbeya City kweli kapoteza michezo mitatu, lakini hatokubali kupoteza katika mchezo wa kesho. Ni timu ambayo haiwezi kuja kukubali kupoteza michezo zote. Kwa hiyo sisi ndio maana tunasema kwamba tunaipa umuhimu mkubwa sana kwa sababu tunajua atakuja kupambana kuhakikisha lazima apate alama tatu. Kwa hiyo sisi tunamchukulia ni mpinzani ambaye ni muhimu sana kuweza kupambana naye katika mchezo wa kesho. Swali kwa sasa hakina kocha mkuu baada ya mwamuzi aliyekuwa kocha mkuu. Inawezekana hii ndio kwa inaweza ikapelekea wote kuelekea mchezo wa kesho. Mimi nafikiri wamefukuza walimu, wanaweza kuwa wameleta walimu wengine na mwalimu anaanza kuja na mbinu zake tofauti ambazo mwalimu ambaye ametoka. Kwa hata sisi natupa wakati mgumu, hatuwezi kujua mwalimu anakuja na njia ipi. At least ni bora ungeweza kukutana na mwalimu ambaye aliyepita. Kwa hata sisi tunakwenda kukutana na Mbeya City ambaye ina mwalimu mpya na hatujui atakuja vipi. Kwa hiyo mimi nafikiri natupa ugumu vile vile kufikiria tunaweza kukutana na mtu wa namna gani. Hapana, na sidhani kama kuna mwalimu yote kwenye timu ambaye anaanza kuambia anakuja kupoteza hoje. Mimi mwenyewe nakwambia naenda kushinda mechi ya kesho. Hamna mtu ambaye anaanza kuja kucheza mechi akasema anaenda kushinda. Kwa hiyo wao hawatokuja kusema kwamba anakuja kupoteza mechi. Lazima waje kucheza kushinda. Kwa hiyo sisi tutakavyokuja na ugumu wao sisi tunahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Wale mkiangalia kwa Mbeya City wamekwisha ruhusu mabao 10 kucheza mechi ya KBC. Kama mchezo mitatu ukifunga mabao 8 kwa KBC. Hivi tunamaanisha kesho kwenda na washambuliaji wengi zaidi? Mimi nafikiri cha msingi unatakiwa utengeneze timu kwa kubalance jinsi gani ambayo tunaweza kwenda kwa attack, jinsi gani ambavyo utaweza kuzuia ambavyo hauna mpira. Huwezi kwenda kutengeneza timu kwenda katika njia moja. Kwa hiyo sisi tutaangalia ubora wetu ni upi ambao kwenda kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Nakushukuru sana, naweza kumkaribisha mchezaji David Kameta aje kuzungumza. Okay. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Kama mwalimu alivyosema tumepata session jana. Na leo pia tutapata nyingine, lakini sisi kama wachezaji tuko vizuri kuelekea mchezo wetu wa kesho. Swali kwa mchezaji, karibu. Yeah. Hapana, kwenye mchezo huwezi kusema mpaka ufungwe ndo ubadilike. Ile ilitokea na ilikuwa ni mechi ya JKT, tukaweza kutanguliwa, lakini baadaye mwalimu akaona akafanya mabadiliko, timu ikapata matokeo. Kwa kesho kama mwalimu hapa alivyosema, kesho ni mchezo mwingine na Mbeya City ni timu nyingine tofauti na JKT. Kwa hiyo lazima tutarajie kwamba na sisi tutakuja na mbinu mpya tofauti na za JKT. Yawezekana pia wanaweza wakatutangulia au tukawatangulia na tukapata magoli zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu sisi ni kama wachezaji wa Simba ni kuweza kupata matokeo mazuri katika siku ya kesho. Karibu. Yeah, of course unapocheza timu kubwa kama Simba lazima kila mechi kwako ni finali na hilo wachezaji wote wanajua. Kwa hiyo mechi inapoisha haijalishi matokeo yaliyopita umefungwa, umedraw, yale tunasahau, tuna focus na mechi mpya kwa sababu kila mechi kwetu ni kama finali. Hasa ukiangalia sasa hivi tupo kwenye ligi na ushindani. Kwa hiyo kesho ni mechi nyingine ambayo tunatarajia kupambana tuweza kupata pointi 3. Labda neno lolote kwa mashabiki na uongozi wa Simba Sports Club kuelekea mchezo hapo kesho? Kikubwa kwa wapenzi na mashabiki wa klabu yetu ya Simba tunawakaribisha katika mchezo wetu wa ligi kuu kesho. Ni mchezo muhimu, kwa hiyo tunahitaji support yao, waje kwa wingi waweze kutupa morali ili tuweze kufanya vizuri. Shukrani sana David Kameta. Shukrani sana mwalimu.